Ndio kwa kama hizi ndio kwa kawaida yake na kwa mambo na imani na mambo. Sasa ndio kwa maana tunaanzia hapo. Ni kweli neno la Mungu halina hasara. Jamani, kwa darasa ndio maana inaanza hapo kwa darasa zinaendelea. Ninaongea na mama. Ni kweli neno la Mungu halina hasara. Ndio. Ila sisi tunaotumia ndio tunaweza kusababisha biashara hii ni hasara kwa namna ambavyo tunafanya hii. Ila kikweli kabisa halina hasara. Neno la Mungu halina hasara. Hivi mtu anakuja kanisani na akaambiwa usende Sabato uje kazini na akaomba utii wito hatimaye akafukuzwa kazi, ni faida ya hasara? Darasa anatueleza kwamba Kristo hakuna nini hasara kufukuzwa kazi kwa sababu ya kutii neno la Mungu ambalo ni assurance ya uzima wa milele. Kwa nini ni faida? Itakuwa hasara kulingana na mtazamo wa kidunia, kwa sababu neno la Mungu linaeleza ya kwamba yeyote atakayekiri wazi naye atakiri mbele za Baba. Sasa changamoto inakuja hivi, tunafikiri kwamba Kristo anakiri mbele za Baba pale tu atakurudi mara ngapi? Mara ya pili. Hata sasa Kristo anakiri sisi kama watu mbele za nani? Za Baba, na ahadi zake kwetu ni hakika. Cha muhimu ni sisi kutazama msalaba huku tukifanya juhudi ya kibinadamu sasa kuyafikia yale malengo ambayo tunahitaji katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Kufukuzwa kazi ni hasara. Kufukuzwa kazi ni hasara. Au unahitaji kwa sababu ya imani ndio kupenda ni hasara. Sasa tunakuja kwenye kifaa. Kuwa na hicho kifaa sasa tunataka kuzungumza. Ukitumia hicho sivyo ni hasara. Lakini hiki kifaa ambacho kina maovu mengi, hiki kifaa ambacho kina maovu mengi, ukitumia kwa usahihi ni faida. Yake cha kuzako ni faida. Sasa hasara moja ipate kwa neno la Mungu na kufutwa kazi na uchaguzi wako usimama kwa imani. Uchaguzi wa hasara ni faida gani? Bali maisha ndio kwa jinsi hii. Yaani kufutwa kazi ni kweli hasara. Yaani unapokuwa unaenda shule unaona hata changamoto nyingine zinaingia kwenye hii sehemu. Mawazo mengi sana kwa sababu unaacha hii kazi hii hasara. Sasa faida ya kupatikana kwenye matokeo ya hasara iliyosababishwa na hicho kitu utasimamaje? Sasa ndio kifaa kimetoka kwa mawasiliano. Ina faida nini na hasara? Yaani sawa sawa na kwamba kufa hakuna faida. Ndio kufa hakuna faida. Hata unaangalia kuonyesha kelele na sio moshi. Sina faida. Anajua kwa hata nishani analeta ndio yuko hapo. Kufa ni faida. Kwa hiyo hata kifo ni yaani usipokuwa makini unaweza kutumia kama mambo yote kwa hisi ya kawaida, lakini pia kwenye uhalisia inawezekana 20% ikawa ndio sahihi kwa matumizi, hata 80% sio halisia kwa matumizi. Ilipata
kabisa ilizani ya kama siku iliyopita nyumbani kwenye China ambaye alikuwa bingwa wa kucheza mtego. Mtego sinazifanya mchezo wa plastiki na ronda hapo na nini ndio mtego. Huyo bwana akawa anacheza mchezo wa China na niko. Yaani ndio ile dawa. Nakula unacheza ile mchezo wa ABC. Sasa Mchina anacheza masaa 48 na stop. Yaani watu wanakuja na kufunga. Anakusanya hela, anawafunga. Anakusanya hela. Ilipofika katika 48 na mwisho akacheza. Akasikia kama ile mtego yenyewe kwa juu. Akalala pale na zake. Hapo akapeleka ishi hapo. Sasa tayari hela anazo huko kwenye mfuko. Ameshakuwa bila nyingi sana. Lakini ndio wakapata hela kwa ajili ya chakula cha msiba, wakapata ajili ya kumzika na nini. Kwa sababu ya nini? Ya matumizi mabaya ya watu kwa nini? Alifanya. Inawezekana mtu wake wa kuuliza sana akili. Sasa masaa anaenda kuuliza nini? Sasa alipolala akaenda mshikito na moyo. Nini kitokea kila kufanya nini? Akawa nini? Amekufa sasa. Yule anayepiga kwa sasa wao anapiga ile kwa sasa hivi ni kwa sababu ya matumizi ya vifaa ya electronics. Yaani kwa kweli anaweza kuweka mingi na mingi. Juzi nilikuwa kisha yule mtoto ambaye yeye kama anaangalia ile atoka na wenzao baada ya kuangalia moto akaenda kwenye shisi lao. Na akapanda hiyo kutarudisha kwa kuongelea kwenye movie. Na kwa kweli akatoa kichwa. Wala walikuwa kama wanasema mama yake msikie kwa familia. Ni ndani. Alipeleka pungi hicho ndio hospitali maarufu. Kwa nini ndio kama hiyo kuna. Lakini kwa hospitali wanasema ndio baisha. Lakini mpaka darasa naona kwa sababu ndio bongo ndani kwa sababu alafu tena kwa mzima kwa hiyo tunataka Dar kufanya hizi kwa sababu alafu anaenda maisha yake kwa sababu ni hasa za mitandao hii ndio wengine tunatumia kwa wingi sana zamani kuna kitu kile kinaonyeshwa mtu anachati kwa anakula hapo maji yanao basi chukua kulala kitu kile na kula mdomoni sasa ile hasa pia kwa lazima kucheza lakini kama mafundisho pale yanaendelea chukua kulala na toke hapo maji yanao anafuna hii kwa kitu nini kitu kingine anaonekana yuko bize na muuza kwa jikoni anachokoroga tofauti lakini kwa nafsi anakoroga yale chapo kwa sufuria kwa sehemu nyingine kabisa lakini inaokuwa kwa hiyo bize hii na si kwa hiyo hayo ndio matumizi mabaya hii sio mbaya na bahati mbaya unajua sasa za mwisho maarifa yaongezeka lakini Biblia hii inasema kwamba unabii unakuja kutokea lakini wale wake watautumiza nini? Kwa unabii au sema ni wanachanga. Na Yesu akienda na unabii utimie lazima kumpa bure sio kubaya ili unabii nini? Lakini sababu wale wake atakayesababisha unabii nini? Wale wenye vifaa na mambo ambayo tunaweza kuyatekeleza sisi na
hii. Sasa tunaona katika maisha yetu kwamba kuna duniani wale ambao kwenye mitandao ya kijamii wanaona ili wakati kuwa na watu wafuasi wengi wakufuatilia siku hizi kufanya vitu vya ajabu, ndio ukifanya vitu vya ajabu unakuwa wafuasi wengi. Sasa ni habari hii yaani wewe pale unaongeza kuwa viewers kwa hiyo jambo la ajabu, huyu anakuhukumu na wewe ndio huyo kwa sababu hiyo. Sasa nikauliza pale msanii yeye nyoka alikubali kutumika kwa sababu ya uwezo wake, na alikuja sayaziliwa kwa sababu ya kukubali kutumika. Sasa kwenye habari ya jamii mimi kama nimesababisha mtu awe na milioni moja viewers hapa, mimi nilihusika kwa miongoni mwa wale waliosababisha milioni moja ya kitu kilicho uchafu kwa wingi. Lazima tutafute sababu ya kuondosha, yaani niombe kufanya toba. Nilisimulie kufanya hicho hicho kitu. Jamani, tunataka sisi kutoka hapa katikati. Alikuwa mwenyeana watu wa ripoti ya content video na nini. Yeye anataka kuwa sasa ndani ya wiki mbili, lakini kwa sababu ya kufungua uzazi wa mwanadamu sisi tumeona tulisikia. Inasumbuka sana. Yaani yeye kuingia na mimi na watu ambao wanaanza katika watu milioni kama ambao wanazunguka ndani ya wiki mbili na sisi wasafiri. Hatua na ngani kwa kwenye hiyo milioni 5. Sasa kama hivyo ndio lazima sasa kila kitu kinafanya nini? Hasara. Yaani kama unahesabu kama kuadhibiwa na wewe lazima ufanye nini? Unazidi. Wewe kitu fulani unaomba ya ndani sana ili akapenda wao kufundisha mfano. Mchungaji wa kanisa hili ndio tulikwenda kwa mambo ya kufanya hivi. Ikatokea sehemu ndio mchungaji kama akiendelea na shughuli yake. Kuna Mungu sisi ndio tunafanya. Sasa ya sawa na kuni hapo. Inaonekana kama atembea nani na mshiriki wake. Sasa cha ajabu siku moja Jumapili moja mshiriki anahojiwa. Mimi sasa ndio nasema basi najieleza nasema hapana. Baba hawezi kuwa na mkono mkubwa vile. Baba hana mkono. Sasa leo bwana. Maana analizia. Kwa hiyo tunaendelea hapo ili tunatoka kuangalia sisi kama huwa yafanya. Tunashana kueleza kwa nini yeye ni za sisi bwana. Kwa hiyo alikuwa anataka kwamba ile nini tunajua maana mkono mkubwa kiasi kile. Na tunaangalia nini? Kwa hiyo kama dhambi ya kuangalia hivi na washirika ndio kanisa zima. Kwa sababu wanataka kwenda kuangalia msikitishia wao tunajua wanafanya hivi. Ndio sana. Sina eleka. Kwa kitu kinafanya nini? Masaa. Yaani ni kwa sababu wanaangalia msikitishi kama vile. Hiyo wanasema tena kwa hiyo kama ile kwa sababu mimi pia kwa nini? Because sasa hiyo ndio ndio mahali ambapo tunafundisha watu sasa. Na naweza kueleza kesho kwa mahali maarufu sana. Akaelezea hiyo hali. Kwa hiyo lazima tena kuangalia mimi angalie nione kweli yeye. Sasa wakati naangalia kweli yeye. Wakati wa sana kwa kuzuia, amri yao kuzuia kufanya hicho kitu. Ikawa kwa siku. Ndio kwa dhambi bila wewe angalia. Jamani, mitandao ya kijamii ipo na yeye anasema ipo na tunazidi kuangalia kweli, lakini sasa tunaangalia kwa kipi? Kuna swali za kuuliza, zile ajira, swali la kuuliza. Simu tunazo na simu tunaangalia, lakini hizi simu ni wakati upi sasa ambao tunatakiwa ni wakati upi sahihi wa kuitumia? Kwa sababu kama sasa usiku tunaweza kupiga simu na kuongea baada ya kusaidia sasa usiku. Kwa kweli hiyo ni tatizo sana. Kama ilikuwa kusaidia kwa sasa hivi usiku. Kwa hiyo ili vifaa ni hali na teknolojia kuweza kuweka kuwepo, lakini
nini? Faida na hasara ziko pale pale. Sasa inategemea wewe sasa unakwenda faida au hasara. Juzi nilikuwa mfano kwenye simu kuseti. Kuna kitu kwenye simu kinaitwa ICA, wale wote nilionyesha. Nadhani ni kwa hiyo ile mambo na kitu ICA na mambo ya kukaidi kwa kadi hizo. Lakini kwenye ICA ndio unapokuwa kwa sababu mchana usiku mambo ya pasaka. Kwa hiyo inaweza kwa sababu ile mwanadamu mzee basi vijana kwa sababu lakini television mzee uwezo unaendelea na baraka kama ni nafasi na nini hata unaweza kuona kwa nini lakini kwa uhalisia ndio inaruhusu hapo ifanye nini yani kwamba hii inakuwa kwa Mungu lakini kwa sababu sisi ni maisha kwa hiyo inaendelea sasa ndio kwamba wakati hii inaanza natoa hasara hizi zinazopata zinataka kuogofya basi tunapo kadhari itangazo linaanza au kitu kinaanza kuendelea sio ni hizi kwa hiyo ndio ile ya kama sita ya saba itangaza kwa kutiza kuogofya hii tangazo sasa ni kwa kwanza na nimeshapita kwa hiyo ndio kuangalia hizo siku ni kitu kimeingia nini niseme kwa sasa mtu mmoja ambaye alienda wakati tunafanya upasuaji wakati wa upasuaji pale ndio tunaona aina tofauti ndio kwa hiyo kuna aina ya upasuaji kuna wasaidizi lakini unapokuwa pale kwenye shida ile free na msomea maendeleo kuna nini ndio shida hii vile free basi na nini sasa yeye ndio pale kama kufanya tunataka nini nenda kufanya na ni kwa vitendo sio mimi mara kwa mara nasema mpaka leo tutatoka hiyo sindano ya usingizi na hatimaye yule bwana akasinzia na anaanza kusudia nakwambia akawa ni masuala ya kwanza na ya pili napata nasema baada hapo sasa ndio kuendelea yani ndio sindano hii tunaanza unaona ile msikia hii play yani baada kwa leo atasikia akafeli sasa ndio hicho tunasema kwa maana kwenye tisa kama msizeni halali msizeni kwa hiyo shida inatokea kwa hiyo tunasema lazima wakati mwingine ifike sehemu sasa tujue tunashughulika nazo ni hata lakini tunashughulika nazo hivi na shida kwa sasa hivi kwa hiyo na hivi kidogo mwisho mmoja kwa kusaidia kwa basi usangaike si kufanya nini anataka kufundisha kujua hasara ya kitu ukimweka basi kutoka hapa kwa majani sekretari mimi leo kuliko sehemu kwa mzazi mmoja TV zote ya picha zote wewe na basi zote na wewe zote wewe mlacho utende tu peka wewe unaangalia hivi ndio basi unaingiza kale ndio hizo basi inawezekana unaweza lakini sasa ni baba ndio unasaidia kuna wakati pale tunasaidia na kisa sasa hivi ndio mdogo sana zamani ndio lakini leo tunalizia ilikuwa ndogo sana tukaangalia katika mwezi pepa ili hizo watu wanaendelea shuleni sasa na somo sasa ni ndio ile ndio ilikuwa na somo nyingi ndio kwa hapo sasa kuna somo na Mungu mmoja inahusiana ili ndio kutunga ile na kila mtu kielezo sasa kila wiki onyeshwa na mmoja jana anatoka anatembea hapa anatumia sana kwa nini ni wale wao na mambo mbaya yote lakini leo na mwisho tunashangaa ila hana mara kupika kualisha mara kwa vile zimenyoka sasa sisi kwa wao tuko nao tulipouliza tunaambiwa hao ni
majibu. Swali kaja, ukaa ile msichana. Kwa kama ile na ile picha nikitaka kwa pale hapo ndio nilikata na nisaidia pale akiwa amelala na kwa chini. Ndio ile hapo. Hapo ndio wameweka ni darasa la 3. Ndio hicho bila. Hii kama ni watu kama sana. Ndio hicho kila mtu kwa nilikata. Ndio mama asema yeye. Ukiwa karibu na msichana kama yule, ndio utakuwa hivyo. Kwa sababu baada ya kufikia maisha, wale walikufa. Hapo walikuwa sana. Sasa hii ikawa ndio kuna nini na au kwa jinsi yake na nini ndio tatizo. Sasa maisha yakaenda ndio hali, lakini tunakwenda darasa pale kwa kufundisha somo kwenda kwa mwingine kueleza kazi sana mafunzo na nini pale shida sana sana hiyo ndio somo la kufundisha. Sasa hapo unaanza kufundisha sasa ni hizo mpira kufundisha kwa kipindi cha hivi kwa kama msana hata sasa hivi ile hizo somo kwa somo ile hizo kuna swali na kuuliza kufanya sasa uko sasa kumbe mfano kwa niambia ukiwa na uhusiano ya kimapenzi na mtoto wa kike wewe utakuwa kama huyu maya konda singejua kumbe mmoja mbili tatu. Lakini sasa kwa sababu sisi tunazunguka sasa tunazunguka tunazungusha kwa maana tunamwezi hata nani tunasikia hiyo ndio ile kwa habari za hali sio kwa kama Fatima ile ngapi ya leo kama ndio lazima kwa kuishi ndio pale kwa sasa hivi kwa kama nilishasema roho wakati wa kiangazi mvua zikakaribia na wale zikaanza kupiga yani kwa hali ngumu. Sasa ile inaelekea kwa msomo Mungu apende kwa Mungu sisi zaidi. Kwa hiyo Mungu kwa hiyo changamoto wakati mwingine tunataka kufikisha ujumbe kama tumiza ile vifaa. Ukimweleza kwa pastor yako kumsaidii anataka kufanya kwa anatumia kwa maana haisaidii. Kumbe alitoka kwa yeye amekuwa ni madhara moja hii kama hii aeleza lakini ukifikia basi kesho ndio tutaangalia na wao wangu wao wanajua huko na nini wewe unataka ishara ya ile pale kile kitendo cha kufuza huko sasa kama ndio waita au kufuza sana leo sisi tunataka kuacha afukwe mawili nataka kumwacha kwa sababu hapo tena lakini kufuza yani kama tafasiri yake ndio kwa nini ndio tafasiri kwa kuna namna ile tatizo kwa sababu tunashindwa kufikisha ujumbe kwa wahusika kama leo inatakiwa kwa sisi pia kwa mtandao jamani ndio usema kwamba mimi nakula sipokezi wewe mwambie mmoja kwa moja wakati nakula ukifikia siku za mchana moja ni tatu wewe tuweke simu hapo hivi nayo kwenye mara kwa kujia na ikoso akaweka hapo sio kuiweka hapo na ikoso kwa afiki angalia ndio yenyewe sio hii ina uchafu wa kutosha. Kwa hiyo tunaweza kufanya kunyanyia kwamba kumbe kwa sababu ya uchafu kwa maana ni kufanya hivi lakini ukizuia kama ndio kuja sana kwa kuzuia jamani hii ni ishara kama tunapenda nini sasa yani kwa hiyo hasa ndio kwa hiyo hasa nimesema kwa sababu sina sana lakini simama imara akakusudia
na kazi akajisi kwa viongozi pale, lakini chanzo simama nini ni hasara. Kwa hiyo kuna jambo linafanyika hili na hasara, lakini tunachofanya kwenye mtandao kwenye hii faida zinazokuwepo hasara ile. Ukiona kitu kizuri kwenye mtandao ya jamii, faida ni kwamba unafikia ili kuelimisha, lakini hasara ni kwamba shetani anahusika kuingia kwenye kupoteza watu. Kwa hasara kwa shetani kwa Mungu ni faida yako ina faida na hasara. Hii ishi hapo, lakini kwa kwamba usijikite kwa kasi au kwenye TV yako. Vile vile nilipotoka pale niliongea naye kwenye zile kanisa serikali kumwambia mzee wa kanisa kuelewa ni kwa sababu ni na kweli naweza kutoa nafasi nyingi, lakini hapo usaidii wewe waambie hii ni sasa tunaendelea kufanya moja mbili tatu na wewe waambie lakini wewe pasa na yake alitoka ndani kesho ni sasa angalia zaidi huko pia kuna sio tunasema sana watoto wa sio wachungaji wazee wa kanisa wanataka muda kutegemea ameenda shule kwa nini wewe makanisani hapo wanakuwa kwenda shule kwa sababu kwa sababu hii kwamba leo ni Ijumaa kwa chochote kesho Sabato kanisani kwa maana maisha na maisha kwa kujua kwamba nani anaweza kusafiri hii kwa maana kwa watu ya bora yani mchana hata kwa kile ambacho Mungu amefanya. Lakini kama uongozi unaokuwa tena ni kanisa kwa sababu ya moja mbili tatu hata kama hapo hata ndio kwa sababu ni njia ambayo ni sahihi. Lakini kwa maana kwa sababu kwa chini ya wanaweza kufanya hivi lakini baada ya hapo ni tunapoteza kama wanaingia kwa sema hizi kwa hiyo lakini kwa sababu tunataka kufanya hizo kwa watu tunataka nafasi ya kueleza moja mbili tatu na ndio kufanya. Sasa hii ni ishara kama kuna maswali kama mwingine anakuja hoja hii ya ishara tuwakalishe endelea kujifunza kwa sababu hivi ndivyo watu tunazunguka katika maisha yetu sisi hapa tunazunguka hivi kwa hiyo kitu chote kinachohusiana na ndege sina nini yote inakuhusu kwa hiyo tunajua kitu ambacho kinaleta faida au hasara kulingana na uwezo hata hiyo ndio na wakati mwingine tumelala hiyo na faida kama tunahitaji